Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limeona picha mjongeo na barua chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Kigoma katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kifo cha Majaliwa Abbas Hamisi ambaye alikuwa diwani wa kata Mnyagali, ikielezwa kuwa kifo hicho kina utata na hakikutokana na ajali, hivyo serikali ifanye uchunguzi wa kina zaidi. Taarifa zilizopo polisi na zilizokusanywa hadi sasa kutokana na uchunguzi ni kwamba tarehe 23 Januari 2026 majira ya saa 4 usiku zilipokelewa taarifa kuwa katika eneo la kijiji cha Songambele kuna ajali ya mtu aliyekuwa anaendesha pikipiki amegongwa. Askari polisi walifika eneo la tukio na kukuta kweli kuna mtu amegongwa na amefariki dunia, na pikipiki ikiwa pale ikiwa imeharibika vibaya kutokana na kugongwa, na mahindi aliyokuwa nayo amebeba yamemwagika na kusamba barabarani. Taratibu zote za kiuchunguzi kwenye eneo la tukio zilifanyika na kukusanya vielelezo vinavyohusiana na ajali hiyo. Uchunguzi huo ulifanyika ulikuwa ni sambamba na kutumia simu aliyokutwa nayo marehemu, ambayo ilisaidia kugundua kuwa aliyekuwa amegongwa na gari ambayo bado haijafahamika akiwa anaendesha pikipiki namba MC 179 BCW aina King Leon iliyokutwa eneo la tukio ikiwa imeharibika vibaya ni Majaliwa Abbas ambaye alikuwa ni diwani wa kata ya Nyamagali kupitia chama cha ACT Wazalendo. Uchunguzi bado unaendelea ili kubaini gari lilomgonga na dereva aliyekuwa anaendesha ni nani, ili aweze kukamatwa na sheria zingine za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Kutokana na tuhuma zilizosambazwa kupitia mitandao ya kijamii kwa Majaliwa Abbas Hamisi kifo chake hakijatokana na ajali, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma latoa wito kwa yeyote mwenye taarifa na ushahidi wa kweli tofauti na ambao umekusanywa hadi sasa kutoka eneo la tukio na kutoka kwa aliotoa taarifa baada ya kukuta ajali hiyo, aufikishe polisi ili aweze kufanywa kazi kwa haraka. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linatoa wito kwa baadhi ya watu kuacha tabia za kutengeneza taarifa za upotoshaji kwa lengo la chuki, hasira na kuzua taharuki kwa ndugu na wananchi wakati wa matukio kama haya. Kama kweli wana ushahidi wa kweli kuhusiana na taarifa za kifo kama hiki, azifikishe kwenye mamlaka husika na sio kujenga chuki zinazoweza kusababisha hasira na taharuki wakati hana uhakika au ushahidi wa anachoeleza au anachosambaza katika mitandao ya kijamii. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.